Na haya ndiyo mambo ambayo yalikuwa yakiashiria kwamba MC Pilipili huenda akawa kuna kitu anakijua kuhusu kifo chake. Siku moja kabla ya kifo chake aliposti kuhusiana na ibada, watu waende ibadani, huku picha ikisindikizwa na wimbo kumbe ni mapenzi yako, wimbo ambao ulikuwa unamaanisha kwamba ni mapenzi ya Mungu kwa yote ambayo yanatendeka na ambayo yatakayotendeka, yaliyotokea na ambayo yatatokea ni kwa mapenzi yako. Wimbo huo ulikuwa umebeba ujumbe mkubwa, lakini watu wengi hawakuwa wakifahamu ujumbe ambao ulikuwa umejificha katika wimbo huo. Lakini kingine ambacho kilikuwa kikiwashangaza watu wengi, siku chache kabla ya kifo chake alizungumzia kuhusu mtu anayetaka kukuroga na kutoa funzo kwa ajili ya mtu ambaye atataka kukuroga. Huku mwishoni tazungumzia alizungumza nini na kwa nini kitu hicho kiliwagusa watu wengi sana. Alikuwa kuna vitu vingi ambavyo vilikuwa vipo moyoni mwake na alikuwa anatamani kuvieleza, lakini swala la muda halikuwa likimruhusu. Lakini hivi karibuni pia alionekana zaidi kumhitaji Mungu kuliko siku zote. Ndio maana alipambana zaidi akilihubiri neno la Mungu, hivyo akanunua vifaa vya studio na kuanza kuhubiri habari za Mwenyezi Mungu. Kitu ambacho tulishangaa, kwa nini MC Pilipili sasa hivi amekuwa sana busy na Mwenyezi Mungu, na hata vifaa ambavyo yupo navyo studio ni kwa ajili ya kulitangaza neno la Mungu zaidi kuliko kazi ambayo tulikuwa tumemzoea akiifanya, kwa maana ya kwamba alikuwa ni MC mzuri zaidi na maarufu Tanzania. Pia alikuwa ni moja kati ya wachekeshaji comedian maarufu ambao walijulikana zaidi Tanzania, na kwa nini asingebezi katika kazi hiyo? Lakini alionekana zaidi akibezi kumsifu Mwenyezi Mungu na kulitaja jina la Mungu wakati wowote ule. Lakini kingine, alikuwa akiwakumbuka zaidi marafiki zake wa zamani ambao walikata mawasiliano muda mrefu wakawa wasiliani. Hivyo basi akawa anawacheki akiwakumbuka wakizungumza mambo ya hapa na pale, kitu ambacho hata wa marafiki walikuwa hawajakizoea na walibaki kushangaa, kwani MC Pilipili sasa hivi amekuaje? Mfano msanii ambaye hivi karibuni watu wengi waliona na walishangaa kwa nini imekuwa hivyo, alimkumbuka mno na alimposti, alikuwa ni msanii Young D. Ilikuwa ni picha ya TBT ya zamani ikionyesha kwamba walikuwa marafiki, na hii ilidhihirisha ukaribu wao, na alitamani hata nyakati zingeweza kurudi nyuma ili mradi wawe kama walivyokuwa zamani, kwa sababu ilionekana wakifurahia nyakati hizo na alitamani angalau angerudi nyuma. Hii inaashiria nini? Kwamba maisha ya sasa hayana furaha, kwa sababu ni maisha ambayo pengine alikuwa tayari amejipata na ana uwezo. Ukiangalia si uwezo tu wa kifedha, hata hali ya afya yake ya mwili ilikuwa imeimarika kweli kweli, tofauti na hapo nyuma ulikuwa ukimtazama jinsi alivyo. Lakini haya yalibaki yakiacha maswali kwa mashabiki wake, wakijua kwamba ni hali ya kawaida ya maisha. Lakini pia alikuwa mtu mwenye morali zaidi kuliko siku zingine zote. Yani kwa hivi karibuni alikuwa na morali sana. Alikuwa akiwatia watu moyo, na hii ni baada ya kuwa kimya kwa muda mrefu, kisha kuweza kurejea na kuanza kutoa shuhuda mbalimbali za maisha yake, kwamba alipitia mambo mbalimbali na pengine alizungumzia kuhusiana na mahusiano yake ambayo yalionekana kulegalega zaidi, na watu waliamini kwamba kitu ambacho kilifanya yeye kuonekana akiwa katika msongo wa mawazo ni mahusiano ya kimapenzi, kwa maana ya kwamba ndoa yake, kwa sababu alikuwa ni mwanamke ambaye alikuwa akimpenda sana. Mwanamke huyu alikuwa maarufu kama Cute Mena, ni mwanamke ambaye alionekana anampenda sana, na watu waliamini hicho ndicho kitu ambacho kilifanya MC Pilipili kuweza kuwa mpole, kuingia katika dimbi la mawazo na kuacha kabisa kazi ambayo ilikuwa ikimuingizia kipato, kwa maana ya kwamba alipotea kabisa katika mitandao ya kijamii, alipotea katika vichwa vya habari na hakuwa akizungumziwa, kiasi kwamba watu waliamini kwamba MC Pilipili tayari amekwisha kupotea na itakuwa vigumu kuweza kurejea. Lakini ndivyo hivyo, hivi karibuni alirejea kwa kasi, na kitu ambacho kiliweza kumrejesha kwa kasi ni vitu ambavyo vilikuwa vikishangaza na kiwacha watu mdomo wazi. Alikuwa amevalia kiatu cha dhahabu na nguo ya kumetameta, na ndio moja kati ya vitu ambavyo yeye mwenyewe anakiri kwamba vilimrudisha mjini. Na alipoulizwa kulikuwa kuna siri gani katika viatu vile vya dhahabu, alisema kwamba ni utukufu wa Mungu ulifanya kwamba aweze kurudi, kwa maana kwamba yeye alikuwa ni dhahabu ambayo imejificha na tayari imeweza kuonekana lazima ing'ae, kwa maana kwamba msimu huu ulikuwa ni msimu wake wa kuweza kung'aa, kwa maana ya kwamba ile kiatu cha dhahabu kilikuwa kinatafsiri. Lakini namna ambavyo
kiatu cha dhahabu kilimpeleka mjini kwa mara nyingine na kuweza kumrudisha kwenye game mpaka sasa hivi ni kwamba watu walimuona kwamba nguo aliyokuwa ameivaa na kile viatu vya dhahabu ni vitu viwili tofauti, kwamba haviendani. Yani muonekano wa nguo, suti aliyokuwa ameivaa na viatu vile vya dhahabu mng'ao ni vitu viwili haviendani, na vikawa gumzo zaidi mtandaoni, vikawa vinazungumziwa na watu, ikawa ni kama vile challenge. Watu wakawa wanazungumzia hilo, wakajitokeza watu mbalimbali kuweza kumsaidia kwamba bana MC Pilipili, tunakuona kwamba ni namna gani, vipi kama umeshindwa kupangilia kodi zako, na hii tunaelewa kwamba ni kutokana na ile haupo katika mahusiano, kwa maana ya kwamba haupo na mke wako ambaye ulikuwa unamtegemea kwenye kupendeza, kitu kama hicho. Wakajitokeza mafundi wa nguo ambao ni watu ambao wana design, wakajitolea kuweza kumpatia suti, kumpatia viatu. Akajitokeza MC Garabi naye akatoa order kwamba ashonee suti kadhaa na viatu kabisa ili aweze kupendeza, na hapo ndipo ilikuwa mwanzo wa kurudi mjini kwa mara nyingine, na alikuja na shuhuda mbalimbali, na alikuja na spirit, alikuja na nguvu ambayo ilikuwa ikimfanya yeye kutamani kulitaja jina la Mwenyezi Mungu, na kitu ambacho kilionyesha kwamba MC Pilipili alikuwa ameokoka. Lakini nyuma ya tabasamu ambalo alikuwa akilionyesha, alikuwa anaonekana ni mtu mwenye furaha, lakini kulikuwa kuna huzuni ndani yake. Baadhi ya watu ambao walikuwa kimfahamu walimwambia MC Pilipili unatabasamu, lakini pengine kuna kitu ambacho kinakusumbua moyoni, bora ungekiweka wazi. Lakini moja kwa moja watu waliingia direct kuhusiana na kutokuwa sawa na mkewe, ndio kitu ambacho kinasababisha MC Pilipili kuwa hivi. Lakini kwa wale ambao walikuwa wamfahamu, waliamini kwamba ni hali ya kawaida na hivyo ndivyo alivyokuwa, lakini watu wa karibu waliona kwamba hakuwa sawa, japokuwa alikuwa akitabasamu kwenye kila caption, alikuwa akitabasamu kwenye kila picha, alikuwa yuko strong kwenye kila muonekano, lakini mambo yalikuwa tofauti. Kitu kingine ambacho kilikuwa kikimuonesha kwamba MC Pilipili alikuwa katika kipindi cha mwisho, alikuwa mwepesi sana wa kushukuru mno, alikuwa mkarimu sana. Licha ya kwamba alikuwa ni mkarimu kipindi chote, lakini kipindi hichi alikuwa ni mkarimu kiasi kwamba watu walishindwa kuelewa ni nini hilo. Lakini tabasamu la matumaini lilikuwa likionekana usoni mwake, lakini kuna kitu ambacho alionekana akikifahamu, na alijua lazima kitatokea, na aliona ushindi ukiwa uko upande wake. Hivyo ni vitu ambavyo vilikuwa kwa hivi karibuni vilitokea kwa MC Pilipili vya tofauti, na hii ilikuwa ikiashiria kwamba aidha kuna kitu anakifahamu na kitatokea, na kweli mwisho wa siku kimetokea hichi ambacho sasa hivi tunakizungumzia. MC Pilipili atupo naye tena. Lakini moja kati ya funzo ambalo aliweza kuliacha na nilisema ndalizungumzia ni kwamba kwa nini unaweza kurogwa. Ni funzo ambalo aliliacha na lilibaki likiwaacha watu mdomo wazi. Kwa nini MC alifikiria kuzungumza kitu kama hichi? Anayetaka kukuroga anaanza kuivunja imani yako ili avunje kwanza unachokiamini. Unapomwamini Yesu, just focus, usiyumbishwe. Ndio maana unamuita Yesu ambaye ni Mungu mkuu kwa nuru halisi, ambaye hajawahi kukutana naye, ila imani yako inakuponya, sivyo? Nazidi kunukuu alichokuwa akisema MC Pilipili kipindi hiki cha mwisho. Ili uweze kumroga mtu lazima ushike imani yake kwanza, na kushika imani yake ni kumpumbaza kifikra yake, ni kumpumbaza fikra yake ya ushindi. Umewahi kuumwa sana wewe au ndugu yako, kila akienda hospitali kupima majibu huwa hayaonekani, yani anaonekana hana ugonjwa. Ili niweze kukuroga ni sheria nitelekeze imani yako, yani ifike pahali unaona watu wanakuchukia bila sababu, kwenye kila mahusiano yako haudumu, kila biashara unayofanya inagoma, mipango yako yote inaharibika. Haya ndio huitwa kuchezesha imani yako. Hapo wanakuwa wameichezesha imani yako. Bila kuchezesha imani yako sio rahisi kukuroga au kurogeka. Baada ya kuchezeshwa imani yako, kinachofuata ni wewe kutapatapa na kukosa mwelekeo, na hapo utaanza kwenda kwa Mwamposa, kesho kwingine, kesho kwa Dr. William, Dr. Majini na kadhalika. Ukiona umefika stage hiyo, hapo upo unatapatapa, ndio hiyo stage huitwa wewe umerogeka. Unapopigwa chale au kuoga unga wa madawa, hiyo sasa unakuwa upo kwenye utumwa wa uchawi au kurogwa. Unadhani ile miti iliyosagwa ikawa unga ina nguvu gani kwa uchawi uliotupiwa? Hapo kwa kuwa unatapatapa, hata ukiambiwa kunywa mkojo utakunywa tu, maana huna jinsi, ushapoteza imani yako. Utajuaje umerogwa? Usiku una usingizi, ulali tu.
Muda mwingi ukikaa simu ndio kama faraja kwako, utaangalia movies na kujisahau kidogo, ndio unalala kidogo. Ukishika pesa, biashara, mahali chochote kile hakidumu kwa muda, na unaweza kuanzisha jambo vizuri ila halichukui hata mwaka linaharibika. Kuna muda unakuwa na mashaka na hofu. Hii ipo kwa wengi na hudhani ni ugonjwa au just a normal. Hapa hii ni dalili ya kwanza ya uchawi, ni kukupa hofu na mashaka ili uendelee kutetereka na kupoteza ile imani yako, ili uwe sasa unatapatapa, na ndio maana unakosa amani ya moyo wako. Kama wapo watu kadhaa wangependa kujua jinsi gani unaweza kujitoa uchawi au kurogo, basi usikose ibada. Hapa alizidi kuambia na kuelekeza kwamba ni ibada gani unatakiwa afanye, na alielekeza sehemu ambapo anaweza ukapata huduma hiyo. Hii ni namna gani MC Pilipili alikuwa akijaribu sana kuwamotivate watu, kuelekeza watu, na inaonekana kuna mafunzo ambayo aliyapitia baada ya majaribu kadha wa kadha aliyoyapitia na kufanya asionekane kwenye game. Na haya ndio yalikuwa mambo ambayo yalikuwa yakiashiria kwamba MC Pilipili hatutokuwa naye tena. Nini maoni yako hapo? Mimi ni Steven Kamil, hii ni Spruce Online TV. Hivyo basi usiache kusubscribe, kulike, comment na kushare ili uwe wa kwanza kupata update na makala.